Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa vipindi vyetu pendwa vya mwongozo wa kujifunza Biblia unayotufuatilia katika channel zetu pendwa ya Dede TV, Sanctuary pamoja na Sauti ya Ukweli wa Leo. Karibu tuendelee kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia katika robo ya pili, somo la pili mwaka 2025. Binafsi naitwa Baraka David Nyambeo. Ni mwenyekiti wa siku ya leo. Naam, katika siku hii ya leo tuko mbele yako tukiendelea na somo letu la pili, robo yetu ya pili 2025, ambalo somo ni vidokezo, tamathali za semi, ishara. Naam. Basi ndugu mpendwa mtazamaji, tukualike tuweze kupata ombi kwa pamoja. Naam, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wasaa ambao umetupatia sisi pamoja na mtazamaji wetu na msikilizaji wetu mahali walipo. Tunapoenda kujifunza neno lako, tafadhali tunaomba ukatupatie uelewa ulio sahihi, na kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Karibu mpenzi mtazamaji katika somo letu hili la robo hii ya pili, somo la pili nalo linasema msingi wa mwanzo. Msingi wa mwanzo. Na fungu letu la kwa leo limejengeka katika kitabu cha Yohana 1 na fungu lile la 29. Na fungu linasema, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, Mwanakondoo, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Pasipo na shaka huyu ni Yohana. Lakini pia somo la pili linasema kwamba msingi wa mwanzo. Msingi wa mwanzo. Kaka Ezra, kwa nini mwandishi wa mtunzi wa lesoni amekuja na wazo kama kichwa cha habari msingi wa mwanzo? Kwa nini ni msingi wa mwanzo? Okay, sawa. Tunapozungumzia msingi inabidi tujue ni msingi wa nini. Afu tunazungumzia msingi wa mwanzo. Msingi ni Yesu Kristo, ambaye ndiye kanisa limejengwa juu yake. Katika ile Mathayo 16 ukianzia ile fungu la 18. Kanisa la Mungu limejengwa katika msingi ambaye Yesu ndiye msingi. Yeye ndiye kanisa limejengwa kwake. Kwa hiyo tunapozungumzia msingi wa mwanzo tunazungumzia kuhusiana na mwanakondoo. Na ni msingi wa mwanzo wa nini? Msingi wa mwanzo wa kitabu cha Mwanzo. Mwanzo inatupatia nini? Ni nani anaanza kufunuliwa hapa? Na tunapozungumzia kuhusiana na msingi wa mwanzo tunajifunza kwa habari ya unabii katika kitabu cha Ufunuo, ambaye tunaona mwanakondoo ametajwa zaidi ya mara 20. Kwa hiyo tunazungumzia msingi wa mwanzo ambaye ni mwana kondoo, ndiye tunayemzungumzia katika somo la leo. Na tukumbuke kwamba katika ile Mwanzo sura ya 3 fungu la 15, Bwana anasema nami nitaweka uadui. Kwa hiyo Mungu asingeingilia kati, kwa sababu kusudi la shetani lilikuwa ni kwamba wanadamu waungane na yeye kwa ajili ya kupambana na nani? Na Muumbaji. Kwa hiyo Mungu akaingilia kati, akaweka uadui. Ningependa tusome maneno machache kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 505 kuelekea 506. Tusikie mjumbe wa Mungu anavyosema. Mjumbe wa Mungu anasema, naam, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Anaendelea kwa kusema, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Inatoka katika Mwanzo 3 fungu la 15. Naam. Kauli ya Mungu iliyotamkwa dhidi ya shetani baada ya anguko la mwanadamu ilikuwa pia ni unabii. Upozi hapo ilikuwa ni nini? Ni unabii. Na tukumbuke kwamba tunazungumzia kuhusiana na namna ya kujifunza nini? Ya kujifunza unabii. Kwa hiyo hii kauli ilikuwa ni unabii. Na ilikuwa inalenga kwa nani? Ilikuwa inalenga kwa mwana kondoo. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba msingi mzima wa maandiko matakatifu upo hapo kwenye fungu la Mwanzo 3:15. Biblia nzima kutoka kitabu cha Mwanzo, Kutoka mpaka Ufunuo, yote haya yanafunua kile ambacho Mungu aliahidi katika ile bustani ya nini? Bustani ya Edeni. Mpango wa ukombozi, injili ya milele, ambayo injili ya milele ndio tunaizungumzia. Kwa sababu hiyo ndio ambayo Mungu alihubiri pale Edeni, ambayo pia ndio mitume alihubiri, ndio Yesu alihubiri, habari njema ya kuzaliwa kwa mkombozi. Kwa hiyo msingi uko hapa. Msingi uko hapa ambaye tunazungumzia mwana kondoo ambaye ndio alikuwa akiahidiwa katika Mwanzo 3:15. Naomba malizie kidogo kwenye nukuu. Anaendelea kwa kusema, naam, uliojumuishwa vizazi vyote hadi mwisho wa wakati, na ishara iliyowakilisha pambano kuu linalohusisha jamii zote za wanadamu watakaoishi duniani. Naam. Anaendelea kwa kusema pia, Mungu anasema, nitaweka uadui. Uadui huu kwa kawaida
haukufurahiwa. Wakati mwanadamu alipoasi sheria ya Mungu, asili yake ikiwa ya uovu, na akawa katika upatanifu na shetani, na wala asihitilifiane naye. Kwa kawaida hakukuendelea kuwapo uadui kati ya mwanadamu mwenye dhambi na muasi wa dhambi. Naam, unaweza ukaishia hapo. Unaona sasa jinsi ilivyokuwa. Baada ya dhambi mwanadamu akawa na upatanifu kamili na nani? Na shetani. Asingethubutu kuhitirafiana na nini? Na dhambi. Ni mpaka Mungu aingilie kati. Mungu anaweka uadui. Na anasema uadui huku kwa kawaida haukufurahiwa. Na kwa hivyo kwa sababu ya dhambi uadui na shetani haufurahiwi. Yaani hiyo ni kawaida kabisa kwa mwanadamu. Anapokuwa na dhambi hafurahi uadui na shetani. Na ni Injili pekee inayoweza kuweka uadui kati ya mwanadamu na shetani. Ni Injili pekee. Na hii inatudhihirishia kwamba Mungu hakubadilika hata baada ya nini? Baada ya dhambi. Isaya 40 fungu la 7 na 8. Nabii anasema kwamba majani yakauka, ua lanyauka, lakini neno la Mungu wetu lasimama milele wapi? Mbinguni. Na katika kitabu cha Malaki 3 fungu la 6, nabii pia anasema kwamba kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndio maana hamkuangamia enye nyumba ya Israeli. Na tunajifunza katika Ibrania 13 fungu la 8 kwamba Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo hiyo ndio tunaozungumzia msingi wa mwanzo. Asante. Labda cha kuongezea hapo, mimi binafsi ninapoona Yohana anasema kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu, na hamisha mawazo kana kwamba Yohana sasa alikuwa anaelewa utaratibu wa namna ambavyo Kristo na namna mpango wa ukombozi ulivyokwisha kuanza katika vitabu vya mwanzo. Kwa sababu Yohana anazungumzia katika kitabu cha Agano Jipya. Lakini kumbuka namna ambavyo huduma zilizokuwa zikifanyika za utoaji wa kafara za mwana kondoo ilikuwa ni katika kitabu cha Mwanzo. Tukiangalia namna ambavyo Adam na tukiangalia baada ya dhambi, tukimchukua Kaini na Habili, kwa namna ambavyo walikuwa wakiwaelekeza utaratibu wa utoaji wa kafara, ninakuja kuona kuwa kumbe na Yohana naye sasa anaelewa kile ambacho kilichokuwa kikiendelea kule. Kwa hiyo ilikuwa imekuja kama ni suluhisho la tatizo, kwamba sasa mfano unakwenda kukutana na halisi. Kwa hiyo hapo napata wazo hilo kwamba ni muhimu kujifunza vitabu vya mwanzo kuja katika Agano la Kale lote, ili tuje tuelewe kile ambacho mpango wa ukombozi unaona katika vitabu vingine vinavyofuatia. Na tukumbuke kwamba msingi au dhima kuu ya somo ni upendo wa Mungu, ambao huo ndio na dhihirisho katika kujifunza nini? Unabii. Kwa sababu tukumbuke kwamba katika nukuu tuliyoisoma ya Pambano Kuu, anasema ahadi hii ilikuwa ni ahadi ya kiunabii iliyojumuisha vizazi vyote katika pambano hili. Kwa hiyo hapo tunadhihirishwa upendo wa Mungu, jinsi ambavyo Mungu aliupenda ulimwengu. Katika kisa cha Ibrahimu na Isaka ambacho tutajifunza ni upendo wa Mungu unafunuliwa hapo. Kwa hiyo kanuni tajwa kwa mara ya kwanza kabisa ni upendo wa Mungu. Naam, asante. Ninawashukuru kwa michango mizuri ambayo inajenga hoja nzuri, hususan tunapoenda kujifunza kitabu cha Ufunuo. Na dhahiri kutokana na michango pamoja na wazo la mwandishi Erasoni, inaelekeza kwamba hatuwezi kuwa na uelewa sahihi wa kitabu cha Ufunuo kama tutaacha vitabu vya Agano la Kale, ikiwemo Mwanzo ambapo tunaona chimbuko la unabii, namna ambavyo Bwana anaingilia kati na kuweka wadui kati ya muovu pamoja na familia ya mwanadamu. Hii ndiyo maana ya kwamba watu wengi tunatoka pasipokuwa na uelewa sahihi katika kitabu cha Ufunuo, ni kwa sababu tumetupilia mbali vitabu vya Mwanzo. Na nadharia na dhana ambazo mwandishi wa Ufunuo anatumia nyingi sana kaka Ezra amezitoa katika Mwanzo. Kwa hiyo mwandishi wa Ufunuo anaandika kana kwamba msomaji anauelewa sahihi kabisa na vitabu vya Mwanzo. Lakini siku ya Jumapili inazungumzia kanuni ya kutajwa mara ya kwanza. Na tunaona ya kwamba hata katika program nyingine mwandishi anajaribu kuona kwamba
mwanachuo anapofika chuoni huwa kuna program ambazo zinaainishwa za awali ili kumsaidia kuweza kujifunza na masomo ya mbeleni ambayo huenda ni magumu. Lakini Mungu pia anayo program hiyo ambayo imeainishwa pia kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwa vitabu vya Mwanzo ni kana kwamba Agano la Kale vinajenga msingi ya msomaji kuja kuelewa vitabu cha Ufunuo, kuja kuelewa unabii kwa undani. Biblia na Ufunuo iko wazi, isipokuwa tu huwa tunaenda kwa mawazo yetu na hatutaki kurudi. Na kuna sehemu mwandishi anajaribu kusema kitu kizuri, kaka Ezra na kaka Geoffrey. Anasema ni jambo la maana sana la kujifunza unabii, kujenga ufahamu mzuri wa vitabu vya Mwanzo, ambapo unapata dhana nyingi muhimu zikifunuliwa kwa mara ya kwanza na kisha kutumia ufahamu huo wa msingi unapochunguza sehemu zingine za Biblia za kiunabii. Asante na amina. Tatumia viwakilishi viwili kuzungumzia upendo wa Mungu. Moja ni katika kisa cha Isaka na baba yake katika kwenda kumtoa sadaka kuteketezwa katika mlima wa Moria. Tunaona katika Mwanzo 22, Mwanzo 22 na ile fungu la 3, Biblia inasema, kuanzia fungu la 2, Bwana akamwambia Ibrahimu akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuonyesha. Mwanao mpendao Isaka. Umchukue mwanao mpendao nani? Isaka. Ni katika kisa hiki cha Isaka ndipo tunapopata nini? Upendo wa Mungu, tunapodhihirishiwa upendo wa Mungu. Lakini si hivyo tu, katika kitabu kile cha hatua za Kristo, Step to Christ. Na nabii anasema ni katika sura ya kwanza ni ukurasa wa 9 kuelekea ukurasa wa 10, anasema viumbe vya ulimwengu na jinsi Mungu alivyofunulia wanadamu mambo yajayo, vyote huonyesha upendo wa Mungu. Baba yetu aliye mbinguni ndiye asili ya uhai, hekima na furaha. Itazame viumbe vyote jinsi vilivyo vizuri na vya ajabu. Fikiria jinsi vifaavyo kwa mahitaji ya furaha. Sio wanadamu tu, bali viumbe vyote vilivyo hai. Jua na mwezi vinavyofurahisha na kuburudisha nchi pamoja na vilima, bahari na mabonde, vyote hutuonyesha upendo wa Mungu wetu. Mungu ndiye aliyeviruzuku viumbe vyote mahitaji yao ya kila siku. Katika maneno mazuri ya mtunzi wa Zaburi twasoma haya: macho yao wote ya kutazama wewe, nawe huwapa chakula chao majira yake. Hufunua mkono wako, humshibisha kila hai uradhi. Zaburi ya 145 na ile fungu la 15 na 16. Namalizia kwa kusema, walakini upendo wa Mungu huonyeshwa hata kwa maumivu yaliyokuja kwa ajili ya dhambi. Imeandikwa kwamba Mungu aliilani ardhi kwa ajili ya mwanadamu, Mwanzo 3 fungu la 17. Kwa hiyo kumbe hata kulaniwa kwa ardhi kulikuwa ni kwa sababu ya upendo wa nani? Wa upendo wa Mungu. Na katika kila hatua ambayo Mungu anatudhihirishia mpango wa ukombozi, iwe ni ya maumivu, iwe ni ya mateso, ni kwa sababu ya upendo wa nani? Upendo wa Mungu. Mtazame sasa Isaka na baba yake. Ibrahimu alikuwa anampenda Isaka. Tukumbuke kwamba ni mtoto wa pekee aliyempata katika uzee, na kwa hiyo alikuwa anampenda sana. Tunazungumzia upendo ambao Ibrahimu alikuwa anampenda Isaka, ulikuwa ni kielelezo hafifu cha jinsi ambavyo Mungu anapenda jamii ya kibinadamu. Kwa hiyo katika kisa hiki ndipo tunadhihirishwa upendo wa Mungu. Katika Yohana ile 10 fungu la 17, Yesu anasema, "Ndiposa Baba anipenda kwa kuwa na utoa uhai wangu." Ni mwendelezo, tunaendelea na kipindi chetu kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Naam, ninajaribu kutazama kitu fulani kaka Ezra, ya kwamba Mungu ana upendo mkubwa sana. Unajua Mungu alikuwa na uwezo wa kutengeneza mwanadamu mwingine na akaachana na mwanadamu alioasi, lakini si tabia yake. Ingawa mwanadamu bado alianguka dhambini, Mungu aliamua kumpenda na kuona namna gani atairudisha, na ndio maana tunaona namna ambavyo anamtoa mwanae wa pekee. Na kisa cha Isaka pamoja na Ibrahim kinaonyesha na kudhihirisha namna ambavyo upendo wa Mungu kwa binadamu namna ulivyokuwa mkuu. Naam, kaka Geoffrey, unazungumzaje juu ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu na kisa cha Isaka na Ibrahim? Karibu. Mimi sitakuwa na mengi sana kuzungumzia juu ya hilo. Isipokuwa tukimtazama hata Yohana alishinda namna ya kuelezea. Lakini nitaelezea tu kwa ufupi ni kwa namna gani ambavyo sasa Mungu ametupenda na haswa
anatufundisha kwa jinsi ya mfano.